God's way of life is increase. Njia ya Mungu imejulikana kuwa kuzidishwa ama kuongezwa. When he created Adam, alipomuumba Adamu in his own image, katika mfano wake mwenyewe, he told him to increase. Basi akamwambia aongezeke. After giving my wife, baada ya kumpa mke. Everybody looks for a wife. Kila mmoja kawaida umtafuta mke. Adam was given one. Adamu alipewa mke. He was the only one who was given a wife. Ndiye mwanaume wa pekee kuwahi kupewa mke. So you are not married? Basi wewe ambao haujaolewa na kuoa, go on looking. Wewe ambao haujaoa, nenda ukatafute, ukajitafutie mke. Increase. Kuongezeka. I'm going to repeat it. Increase. Nitairudia tena, kuongezeka. Not division. Sio kupunguzwa, sio kugawanywa. Or subtract. Ama kupunguzwa. No. Hapana. Not to be shared. Sio ya kugawana. Increase. Ni kuzidishwa, kuongezwa. Today I want you to go home singing increase. Leo hii nataka kurudi nyumbani nikiimba kuzidishwa. That is God's nature. Ndio asili ya Mungu, kuzidishwa. Increase. Kuzidishwa. Now, sasa, because in this church we love knowledge more than spirituality. Hapa kanisani tunapenda ufahamu zaidi ya kuonyesha ukiroho. We love knowledge more than prayer. Tunapenda ufahamu zaidi ya kuporomosha maombi. Because if you pray without knowledge, your prayer is useless. Maana hata kule kuporomosha maombi pasipokuwa na ufahamu, basi unaporomosha bure. So here, God's will is to increase us more and more, me and my children. Basi hapa inaonekana mapenzi ya Mungu kutuzidisha sisi zaidi na zaidi, sisi pamoja na watoto wetu. That increase begins today. Huko kuzidishwa inaanza leo. Although it has been going on in your life, japo kuwa umekuwa na ujuzi wa kuzidishwa maishani, but some of you it has been only by the grace of God but without knowledge. Lakini kwa baadhi yenu imefanyika tu kwa sababu Mungu ni wa neema na wewe hauna ufahamu huo. But from today you will have the knowledge of increase. Lakini toka leo hii utakuwa na ule ufahamu wa kuzidishwa. So that when things happen beyond you, you know it is God's increase. Ili kwamba mambo yakifanyika kukuzidi, utajua kwamba ni Mungu anakuzidisha. And you will return back thanks. Kisha utamrejeshea shukrani. Praise the Lord. Hallelujah. Now let us think about Jesus. Sasa hebu tumwaze huyu Yesu. The Bible says, and Jesus increased. Biblia zinasema kumhusu, inasema Yesu akazidi. In wisdom. Akazidi katika hekima. In favor with men. Akazidi kwa kibali na wanadamu. In stature. Akazidi kwa kimo. In favor with God. Akazidi kwa kibali na Mungu. He increased total. Alizidi vikamilifu pande zote. Physically. Kimwili. He was visible. Alikuwa anaonekana. Spiritually. Kiroho. He was in touch with heaven. Alikuwa ameungana na Mungu. Psychologically. Kiakili. He was the wisest. Alikuwa ndiye mwenye hekima zaidi. Although he never went to school. Japokuwa hakuenda shuleni. But he increased as he grew up. Lakini akazidi mradi tu alikuwa anakuwa. He went with his supposed parents to the Sabbath. Akaenda na wazazi wake wadhaniwa kule kwenye hekalu. When the service was over, he remained behind. Ibada ilipokamilika, Yesu akajibakisha nyuma. And when they realized he was not among the people, walipogundua kwamba Yesu hayuko miongoni mwa wale wengi, as they were going home, walipokuwa wanaelekea zao nyumbani, they returned back to Jerusalem. Basi wakarudi kwenye mji wa Yerusalemu. They found him asking those rabbis questions and answering questions before they answered. Wakampata Yesu akiwauliza wale walimu maswali, kisha akawajibu maswali aliyowauliza. And they wondered kisha wakamshangaa about their 12-year-old son, huyu mwanetu wa miaka 12,
They said, wakajiambia, Mary said, Mariamu akasema, not Joseph, sio Yusufu, because Joseph could not call him son directly. maana Yusufu alikuwa hawezi kumuita Yesu mwanangu. Mary Mariamu told him, son, akamwambia, mwanangu, son, mwanangu, you have caused us a lot of anxiety. umetuletea wasiwasi tele. Why have you done this to us and your father? Ni kwa nini umetutesa mimi na baba yako? We have come back again. Tumerudi tena. We thought you were among the people. Tulidhani uko katikati ya umati tuliokuwa nao. He told Mary, akamwambia Mariamu, you, wewe, of all people, hata wengine wakiuliza, you wewe should know wewe unafaa kujua hii mambo, that I must be about my father's business. kwamba inanibidi mimi kuendelea na shughuli ya baba yangu. Mary, you know, Mariamu, unajua baba yangu, I'm not Joseph's unajua son. mimi si mwana wa mume wako. You know me. Unanijua vizuri. And the job I'm doing here is what you brought me to earth for. Na kazi ambayo umenipata nikifanya ndicho kile ambacho kilifanya ukanizaa. At the age of 12, Akiwa kwa umri wa miaka he had 12 pekee, increased in intelligence alikuwa ameshazidi katika hekima, to ask questions and answer them. kiasi ya kwamba angeuliza maswali kisha na kupeana majibu ya maswali yao. And the Bible tells me Jesus in you, Kisha Biblia inaniambia kwamba Yesu aliye ndani yako, the hope of glory. yeye ndiye tumaini la utukufu. He in you. Yeye akiwa ndani yako, His increase is going to be manifest in your life. ule kuzidika kwake itakuwa wazi maishani mwako. I declare you from today increasing. Ninakutangaza toka leo kwamba wewe unazidika. Again and again, Mara nyingine na tena, I want you to hear this. nataka usikie. He said, Akasema, a farmer goes to plant seed. mkulima huenda kupanda mbegu, He puts it in the ground. anaizika udongoni, He goes to sleep. kisha anaenda zake kulala, And he does not know how. na wala hajui jinsi gani, He does not know how. hajui jinsi gani. It first dies. Kwanza kabisa mbegu inakufa, Then it comes resurrected. kisha inarudi kwa maisha ya ufufuo. Not as much as it was buried with. Sio kwa jinsi ilivyozikwa. When it was buried, Ilivyozikwa life was in it. ilikuwa kuna uhai ndani yake, Roots, mizizi, a tree, mti, flowers, maua, branches, tawi, fruit matunda, were all in that one seed. yote hayo yalikuwa ndani ya mbegu moja hiyo iliyozikwa. How does that seed produce these things? Basi ikawezekanaje mbegu hiyo ikawa ya kuzalisha vitu hivi vyote? If it is not buried, Kama haikuzaliwa, haikuzikwa. it is useless. Kama haikuzikwa, mbegu hiyo ni bure. Buried, Izike, let it die. wacha ife. Then resurrection power Kisha nguvu za ufufuo brings all the desired fruits. ndio inaleta ile matunda ambayo unatamani. And Jesus told them, Yesu akawaambia, the seed is the word of God. mbegu tunayozungumzia ni neno la Mungu. Kenyan preachers say the seed is money. Wahubiri wanasema mbegu ambayo lazima upande leo ni pesa zako. I differ. Mimi natofautiana I nao. tell you, seed is the word of God. Mimi nakwambia mbegu ni neno la Mungu. I don't differ privately. Mimi sitofautiani nawe faragani. I differ with my fellow preachers publicly. Mimi ninatofautiana nao hadharani, Lest you think I'm looking for your money. ili usije ukadhani ni pesa zako zimenileta hapa. Excuse me. Niwie radhi, Excuse me. niwie radhi. Here it is. Sikiliza, Here it is. sikiliza, ndio hii nakupa. I am planting the eternal seed. Hivi sasa ni mimi ninayepanda mbegu ya milele. The word of the Lord is the seed. Neno la Mungu ndiyo mbegu. Your heart, your spirit is the soil. Moyo wako, roho yako ndiyo udongo. Not just your mind, Sio pesa yako tu, but inside lakini ndani yako is your mind. It is the soil. ndiyo udongo. Now, Sasa open up inside and receive the seed. jifungue toka ndani upokee mbegu hii. You will discover you don't need prayer. Utakuja gundua baada ya kupokea mbegu kwamba huhitaji kufanyiwa maombi, Because something has happened to you that is supernatural. kwa sababu kuna kitu cha kiungu kimetendeka ndani yako tayari. It is the seed which has answered that prayer request. Ni mbegu ndiyo
iliyofanya majibu ya matakwa yako inside you. ndani yako. You are now flourishing. Sasa umeanza kunawiri. People go to meetings to be prayed for. Watu huhudhuria mikutano ili wafanyiwe maombi. Kufanyiwa. Hiyo ni uganga, hiyo ni uganga. Uganga wazi wazi. Hiyo ni uchawi. Kufanyiwa. Kufanyiwa maombi. You take the seed. Wewe chukua mbegu. Open up. Jifungue wazi. Like the soil opens up. Kama vile udongo unavyojifungua wazi. And the seed is sown. Kisha mbegu inazikwa ndani. Then the soil kisha udongo begins to receive the first fruits. Inaanza kupokea malimbukizi. Now first fruits is not the fruits from the branches. Malimbukizi wala hayapatikani kwenye matawi. It is the life that takes the seed to become alive. Malimbukizi ndio ule uhai ambao inafanya ile mbegu mwanzoni. This is why I tell my fellow preachers. Hii ndio kile ambacho nawaambia wahubiri wenzangu. Don't go to preach what you don't practice. Usiende wala kuhubiri kile ambacho sio uhai kwako. It must begin from you. Lazima liwe limeleta uzima kwako kwanza. Then it goes to others. Kisha uende ukaishiriki na watu wengine. That's why you people come to hear me. Hiyo ndio maana nyinyi watu mwaje kunisikiliza mimi. Not because I preach with better English. Sio eti kwa sababu Kiingereza changu kizito. Because something happens to you. Lakini kwa sababu kuna kitu ambacho hukutendekea wewe. I am a believer. Mimi ni muamini. That while I'm teaching you. Kwamba wakati naendelea kukufunza. Questions are being answered. Maswali yanajibiwa. Things you have prayed for and have never been answered are being answered. Mambo ambayo maombi yako yaliyalenga na hajawahi kupata majibu yanajibiwa sasa. You will even say that's me. Hata utakuwa ukisema ananizungumzia mimi. And when I say things concerning you, na nikisema mambo ambayo yanakugusa wewe, and you getting the answer seated there, unaanza kupata majibu hali umeketi pale. Don't just sit more. Usiketi tu ukitikisha kichwa. Shout. Sema kwa sauti. Hallelujah. Like the days of the Jews. Kama zile siku za Wayunani. When the prophet said things which concerned them personally. Wakati mhubiri alisema, nabii alisema kile ambacho kiliwahusu wenyewe. They shouted to heaven. Walikuwa napaza sauti zao kuelekeza mbinguni. Thank you Adonai. Na wakasema asante Adonai. No one told them to shout. Hakuna aliyewaambia waseme kwa sauti. No one was there to bembeleza them to shout. Hakuna aliyekuwa pale kuwachochea. Kenyans, don't be too proud. Wa Kenya, wacheni kiburi hii. Stop being proud. Acheni hii kiburi. Stop being proud. Achaneni na hii kiburi. Keeping quiet is pride. Kunyamaza kimya, umefunga mdomo, hiyo ndio kiburi. Hallelujah. You are supposed to be praising your God who made you. Unapaswa kuwa unamsifu Mungu ambaye alikuumba. And glorify him. Na kisha unamtukuza. Yes. Ndio. Hallelujah. Believe it or not. Niamini. That's why he left you down here. Hiyo ndio sababu kwa nini Mungu amekuacha ukiwa hai leo. You were not saved to go to heaven. Wewe haukuokolewa ni uende mbinguni. Because you are not going to hell. Maana hauendi kuzimuni. Then heaven you are not going now. Basi ni mbingu gani hiyo unasema? What are you doing here? Unafanya nini hapa? He could have taken you there. Atakupeleka kule. He has left you here. Amekuacha hapa. To be a worshipper. Ili ufanyike muabudu. Hallelujah. To be a worshipper. Ufanyike muabudu. And you can't worship him with your mouth closed. Na hauwezi kumwabudu Mungu kama umefunga mdomo wako. The English people came. Waingereza wakaja hapa. With their religion. Na dini yao. And because they are stony dead. Na kwa sababu ni watu ambao wamekauka. They showed us on how to praise the Lord, how to worship God with dead cloth, mouth closed. Wakatuonyesha jinsi ya kumsifu Bwana kimoyomoyo. But when our child dies, lakini mtoto wetu akifa, according to customs, kulingana na women cry. Women cry. Wanawake hawaendi Kiingereza, wanapiga nduru. Sio Kiingereza. Angalia hapa. They cry. Wanalia Bwana. Where I came from, mahali nilitoka, they cry miles and you'll hear them miles. Wanalia mbali huko, unawasikia ukiwa mbali sana. They come to cry with a mother who lost a baby. Wanakuja kuomboleza pamoja na mama aliyempoteza mtoto wake. Why? Kwa nini? They come to suffer with her. Kwa sababu wamekuja kusimama naye. They suffer
her suffering. wanachukua na mateso, kuugua kwake wanaishiriki. Then when we come to church, Kisha ukifika kanisani we are told to keep quiet. unaambiwa unyamaze, na kwa milima unasikika. Time has come Wakati ndio huu for us not to be afraid, ili tuache uoga, but to become biblically based believers. tufanyike watu ambao msingi wao ni Biblia. Yes. Here Jesus is preaching. Huyu ni Yesu anahubiri. He's preaching not quickly, Anahubiri, and everybody's listening. kisha kila mmoja anamtegea masikio. Then he says something, Kisha Yesu anasema, and a female voice shouts, na sauti ya kike inasikika, Jesus! Yesu! And Jesus stopped preaching Na Yesu akawacha mahubiri pale pale to hear ili amsikilize this woman who was not in the register to be one of the speakers. huyu mwanamke ambaye wala hakuorodheshwa kama mmoja wa wanenaji. Can you stop our preacher these days? Siku hizi za leo unaweza kumfanya mhubiri awache kuhubiri, A bishop, and be heard. askofu ati wewe akusikize wewe. Hapana. Jesus listened. Yesu akamsikiliza. Blessed is the mother who nursed you. Heri huyo mama aliyekunyonyesha. And Jesus answered her, Yesu akamjibu, blessed are these who hear me. akamwambia heri hao wanaonisikiliza. Hallelujah. If Jesus could listen to that woman, Kama Yesu mwenyewe angeweza kumsikiliza yule mama, a woman without a name, mama ambaye jina lake hatujapewa kwenye Biblia, no man told her to shout. hakuna yote aliyemchochea huyo But mama while kupiga yote. Jesus was speaking, Lakini mradi tu Yesu alikuwa anazungumza, she was touched. hapo akaguswa, And she said in her heart, akajiambia moyoni mwake, I wish I was his mother. natamani ningekuwa mama yake. Let me tell him. Wacha nimwambie. She told him. Akamwambia wazi wazi, hadharani, kwa sauti kubwa. And you, Na wewe when you shout, unapopaza sauti, I love you, Jesus, nakupenda Yesu, and I'm preaching, nami nahubiri, and I'm the one who made you shout, na ni mimi ndio nimekusababisha kupiga yowe, don't stop, usiache kupiga because yowe, I will join you. maana mimi nitaungana nawe. Hallelujah, hallelujah. Yo Yesu, asante Bwana Yesu. Hear this. Sikiliza tena, The Lord increase you Bwana akuzidishe more and more. zaidi na zaidi. In other words, Kwa maneno mengine, the Lord's system of increase has no ending. njia ya Mungu ya kuzidisha mtu haina mwisho. When you think you have arrived where you are supposed to arrive, Wakati unadhani ndio umefika kituo chako, He shows you have just begun. anakuonyesha ndio mwanzo tu umeanza. I'm beginning from there. Mimi naanzia pale, More and more. zaidi na zaidi. You and your children. Wewe pamoja na wanako. Hear this. Sikiliza, Israel was told so. Waisraeli wakaambiwa hivi. Look at them. Hebu angalia. Jacob entered Egypt Yakobo akaingia nchi ya because of famine. kwa sababu ya njaa iliyompeleka pale. They had money, Walikuwa na pesa, but there was no food to buy money. lakini hawakuwa na chakula cha kununua na hizo pesa. You can have money, Pesa waweza kuwa nazo, but if there is no food in the land, lakini kama hakuna chakula nchini, you can't eat it. hauwezi kula pesa zako. So you cry for money, 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 money. Kwa hivyo wewe ambao unalia tu maombi yako ni pesa, It's pesa, because you don't know life. ni kwa sababu bado hujui maisha ni nini, unadhani ni pesa. Preachers who preach money only, Wahubiri ambao mahubiri yao haishi bila pesa, pesa, they are very poor. hao ni maskini wa ajabu, They are very poor. hao ni maskini wa mwisho. They may have millions Inawezekana wana mamilioni and houses na manyumba and land, na shamba, but they are very poor lakini kwa hakika ni maskini zaidi, because they have no time to enjoy what they have. maana hawana muda wa kufurahia na waliyopata yote. You heard it. Umenisikia? You heard it. Umenisikia? The Bible says, Biblia inaniambia he who fears the Lord, yeye amchaye Bwana, the Lord will keep him in constant joy, Bwana atazidisha furaha yake even in the days of his old age. hata katika siku za uzee wake. The Lord will not allow him to remember his times of youth.
Bwana hata mruhusu kukumbuka nyakati za ujana wake. Because when he was a young man, he made a lot of mistakes. Maana alipokuwa kwa ujana akafanya But makosa now mengi. the Lord will keep him busy being Lakini happy. sasa Bwana atampatia shughuli ya kukuwa na furaha. Shughuli ya furaha. Shughuli. Shughuli ya furaha. Shughuli. Shughuli ya furaha. Shughuli ya kufurahia. Biashara ya kufurahi. So much so that you will forget the days of your youth. Kiasi ya kwamba utasahau siku za ujana wako. Why? Kwa nini? Because he is increasing you more and Maana more. anakuzidisha zaidi na zaidi. Hallelujah. He is increasing you more and more. Anakuzidisha zaidi na zaidi. Hallelujah. He is increasing you more and more. Atakuwa anakuzidisha zaidi na zaidi. They entered 70 people in Egypt. Ni watu 70 waliingia ile nchi ya Misri. And in 400 years, Na katika miaka ya njaa, they almost overtook Egypt. kwa miaka hiyo kidogo washinde wa Misri. One time Pharaoh said, Wakati mmoja Farao akasema, you midwives, ninyi wakunga, go see those people's wives when they are giving birth muende mkaone wake wa hawa Wanaisraeli wanapojifungua watoto, and kill their baby boys at that age. na muue watoto wao kama itapatikana kuwa ni wanaume. And then they came back to him. Kisha wakunga wakarudi kwake, They told him, Your Majesty, wakamwambia, mwadhama wewe, these people, their women are stronger than ours. hawa watu Wanaisraeli wanawake wao ni hodari kutuliko sisi. Before we go there to kill the baby, Kabla ya sisi kufika pale kuua mtoto anayezaliwa, we find the baby has been born already. tulipata walishazaa wananyonyesha. The Lord shall increase you more and more. Bwana atakuzidisha zaidi na zaidi. Hallelujah. Haleluya! The Lord will increase you more and more. Bwana atakuzidisha zaidi na zaidi. More and more. Zaidi na zaidi. You and your children. Wewe pamoja na watoto wako You will be surprised. utashangazwa. Those kids who grew on your knees, Hao watoto uliowapakata mapajani, how they will sprout. jinsi watakavyo nawiri. They just sprout. Wataanza tu kuchipuka. And you know you did not teach them that intelligence. Na unajua kwamba haukuwa na kitu cha It kuwafunza is kuchipuka. divine law. Hiyo ni sheria ya Divine kiungu. law. Sheria ya It kiungu. is divine law Ni sheria ya kiungu that they will sprout. kwamba watachipuka. Hallelujah. Haleluya! It's time for increase, Wakati umefika wa kuzidishwa, not subtract. sio wakati wa kupunguzwa. No, Hapana, it's time for increase. ni wakati wa kuzidishwa. You will Haleluya! discover you don't need to say, come next week, I will answer you. Utagundua kwamba hauhitaji kuambiwa njoo juma lijalo ni kujibu. No, Hapana. the answer was already made before you prayed. Utagundua kwamba jibu lilikuweko kabla ya wewe kufanya maombi. While he's talking, Wakati anazungumza, while she's talking, wakati anazungumza, you have the answer already. tayari uko na majibu. Hallelujah. You will discover Utagundua you have gone away from certain clans, from certain customs. umeondokea mila, desturi na tamaduni fulani fulani. And they say, this man is different. Kisha wanasema, huyu jamani tofauti. Are you the Mugusi? Wewe si ule Mugusi ule tunajua. Amara injaru. Wewe si Jalu. Are you the kabila yetu? Wewe ni kabila yetu? Wewe sio kabila yetu. Why? Kwa nini? Why? Not because you are holier. Sio kwa sababu wewe ni wa kiroho zaidi. You are born again. Wewe umezaliwa mara ya pili. Hello. Unanisikia? Hello. Wanisikia? You are born again. Umezaliwa mara ya pili. The birth of Kisii Ile kule kuzaliwa kule Kisii was physical ilikuwa kwa ya kimwili, to give me a body to operate from. ili kunipatia mwili ambao nitafanya kazi yangu yote. So the body may be a Mkisii, na mwili itabaki ya Mkisii, but the spirit is not a Mkisii. lakini roho si Mkisii. Hallelujah. Paul teaches like this. Paulo anafundisha hivi. There are two laws only. Kuna sheria mbili tu. Moses has got 10.
Musa ana 10. But the reality is there are only 2 laws. Lakini kwa hakika hizo sheria zaweza kurudishwa zikawa 2 tu. The law of the Spirit of life in Christ Jesus. Sheria wa roho wa uzima ndani ya Kristo Yesu. It is a law. Ni sheria. And then there's another law. Kisha kuna sheria nyingine. The law of sin and death. Sheria ya dhambi na mauti. One is stronger than the other. Sheria moja ina nguvu kuliko ile sheria nyingine. The law of sin and death says, sheria ya dhambi na mauti inadai hivi, all have sinned, kwamba wote wametenda dhambi, and the wages of sin is death. na mshahara wa dhambi ni mauti. Therefore all shall die. Basi hivyo inawabidi wote kufa. A law. Ni sheria. Another one comes, Basi sheria nyingine yaja, stronger ambayo ina nguvu zaidi ya than ile that. sheria ya mwanzo, zaidi ya sheria ya kifo. This one says, Hii sheria inasema, there is therefore now no condemnation na sasa tena hakuna hukumu ya adhabu upon those who are in Christ Jesus. ya wale wote walio ndani ya Kristo Yesu. Hallelujah. No condemnation. Hakuna hukumu ya adhabu. Has made me free Hiyo sheria imeniweka huru from the other law. kutoka kwa ile sheria nyingine ya dhambi na mauti. So saints, Basi watakatifu, the Lord will increase you in this area more and more. Bwana atakuzidisha katika eneo hili zaidi na zaidi. He'll increase you more and more. Atakuzidisha zaidi na zaidi. While he increases you, Wakati anaendelea kukuzidisha, amazingly there are some things which decrease. kwa kustaajabisha utagundua kwamba kuna mambo fulani ambayo yanadidimia ndani yako. What's the meaning of it? Inamaanisha These things which were troubling me are no longer near me, hivi vitu ambavyo vilikuwa vinanisumbua mbeleni havipatikani because tena I katika, have increased maana nimeongezeka in wisdom, katika hekima, in integrity, nimeongezeka kwa haki, in knowledge. nimeongezeka kwa I have maarifa, increased. nimeongezeka So foolishness kutoka kwa ujinga can't be mixed with knowledge. ujinga haiwezi kuchanganywa na maarifa. Hallelujah. Amina. You can differ with the 10 and you are the only one and the 9 are together. Unaweza kutofautiana na wale watu 9 na ni wewe wa pekee ambao umekuwa na msimamo tofauti, And 9 are together. na hao 9 kwa sauti moja You differ na hali unatofautiana nao, because you heard from God. maana si ni Mungu umesikia kutoka kwake, And you began together with them. na unaanza kukua nao, But you reach somewhere, lakini ukifika mahali you differ. hapo unakata kona. Noah, Nuhu, you alone. wewe peke yako. How many Noahs? Noa walikuwa wangapi? Si alikuwa mmoja huyu? The whole earth is going to be destroyed. Sayari yote ya dunia itaangamizwa, Only you. ni wewe tu. If Noah went to give the story to the local people, Kama Noa baada ya kuzungumziwa na Mungu angeenda kuwaambia wakazi wa pale, kuambia kuna mvua inakuja, the first thing they will say, call jambo la kwanza ambayo wangemwambia mtoto wa nani a alienda shule. medical doctor who treats madness. Kuna mtoto wa nani alienda shule na ndiyo daktari wa wazimu, hebu muite akusaidie. Because Noah is saying things here Kwa sababu mambo ambayo Nuhu anatuambia hapa, which no one else said. ambaye hakuna mwingine alitangulia kuyasema. I want to be the first one to say it, Mimi nataka kufanyika yule wa kwanza kuyasema, because God is on my side. maana Mungu yuko pamoja nami. But then what happened in the end? Lakini kulifanyikaje mwishowe? It is not who got saved. Ni vile Mungu alisema ndivyo ilivyofanyika. You also. Hata na wewe You pia are going to get saved. utapata The kupata others will usalama, perish. na wengine waangamie. Preachers are preaching corona. Mahubiri yao yamejazwa na homa ya corona. I am not doing that. Mimi sihubiri corona, That's not part of my message. maana sio sehemu ya ujumbe niliopewa. No, I am preaching to eternal souls. Hapana, mimi nazungumzia watu wa milele. Oh yes. Ndio. Oh, you know corona is Antichrist. Unajua corona imeletwa na mpinga It's Kristo. Antichrist. Chunga sana, Mungu anatuambia kitu. And others saying Wengine wanasema God is slapping us and waking us up. Mungu ametuchapa kanisa, tulikuwa tumelala sana na tuamsha na corona.
That's what they are saying. They are preaching that. Hiyo ndio kitu wanahubiri. But children of God, Lakini watoto wa Mungu, the Spirit of God speaks to you. Roho wa Mungu anawazungumzia. Watoto wa Mungu wanazungumziwa na Roho wa Mungu, sio corona. Yesu asifiwe. Hallelujah. Why has corona taken over? Ni kwa nini mazungumzo ya corona yamekithiri kila mahali? From the preachers who preach the gospel and they are preaching corona. Mpaka wahubiri wa injili mahubiri yao yamefanyika kwa corona. Is to scare people. Ni kwa sababu wanataka kuwatisha So watu. people can follow them. Watishe watu wawafuate. Here you don't get scared. Hapa hatukutishi. It is God who brought you here Hapa ni Mungu alikuleta to give you God's word ili akupe neno lake, so that you may stand and live. ili usimame na kumuishia yeye. In the end, Mwishowe pale what God said will happen. kile ambacho Mungu alisema kitatendeka. In the end, Pale mwisho what God said will happen. kile ambacho Mungu amesema ndicho kitakachofanyika. He is increasing you. Hallelujah, anakuzidisha. Jesus increased Yesu akazidi in wisdom. katika hekima. That is spiritual knowledge. Hiyo ni maarifa ya kiroho. In stature, Akazidi kwa kimo, he became visible. kuonyesha akaonekana waziwazi. He increased. He was so visible he could not hide. Akazidi kwa kimo kiasi ya kwamba angeweza kujificha popote. Because he's grown up. Maana ni mkomavu, mtu mzima. I was walking with a bishop, Nilikuwa natembea na askofu fulani, friend of mine, rafiki yangu, Kakai. anaitwa Kakai. And the Holy Spirit told me, Roho Mtakatifu akaniambia, in the days of Peter, katika siku za Petro, the book of Acts, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, they laid the sick people on the streets waliwaleta wagonjwa wao wote wakawaweka barabarani, where Peter was walking, mahali Petro alikuwa anatembea, and his shadow healed people. na kivuli ya Petro ikawaponya wale watu. If Peter was modern Kenyan bishop, Kama Petro angekuwa alizaliwa Kenya, alafu bahati mbaya awe askofu, his shadow would not be seen. kivuli ya askofu haingeonekana nje kwa It barabara. could be too expensive. Maana hiyo kivuli yake ungelipia sana. Kama inaponya ungelipia sana. Yeah. Kanisa ambao unaponywa na kivuli ya askofu. But Peter was going around, Lakini Petro alikuwa anatembea barabarani. and they saw his passing. Wakaona, Here you. He's coming. He's coming that way. He's coming. Petro anapita coming that way. Shauri Moyo, anapita pale Bama. Bring all the sick. Leteni wagonjwa wote Shauri Moyo. Don't ask him to pray. Usimuulize aombe. Just where the sun is Weka tu, angalia jua inatoka huku, and where the shadow is. weka mtu huku. If he was always in his car, Kama Petro alingekuwa ndani ya V8. in that day it was drawn by horses. Siku hizo ilikuwa ni gari ambalo lavutwa na farasi. Where would his shadow find sick people? Sasa ukiwa kwa gari ambayo iko juu huko unavutwa na farasi, unadhani ni saa ngapi hiyo kivuli yako itapata watu wagonjwa? Na umejificha kwa gari. That's why Hiyo ndio sababu I'm available. mimi napatikana. Hallelujah. Asante Bwana Yesu. I keep telling you about this boy in Kisumu. Mimi hushinda nikiwaambia kumhusu huyu kijana niliyekutana naye kule Kisumu. I was so shocked. Nilishangazwa sana. I was coming from Kisumu Social Hall. Nilikuwa nimetoka ukumbi wa Kisumu. I had preached so well. Nilikuwa nimehubiri vyema sana. And when I preached in Luoland, Na nikihubiri kule kwa Wajaluo, I am very spiritual. mimi ni wa kiroho sana. I make them cry within 20 minutes. Ninawafanya dakika 20 wameanza kulia Nyasaye. In 20 minutes, Kwa dakika 20 wanaanza kulia. Bwana wanalia. Na mimi nalia now. Na Wajaluo wanalianga. I walked out Nikachomoka very happy, nikiwa going nimefurahi. to my car. Nikaenda kwa gari And langu. here is a young man, Na hapa kuna kijana naked. ambaye yuko uchi. I was very angry. Nikakasirika sana. I took my jacket off. Nikatoa koti yangu. Well, those ones who are following me, my helpers, Wale wasaidizi wangu ambao walikuwa wananifuata they wondered what I was doing. wakachanga ni nini mzee anafanya. And wakaniambia, angalia mifuko kwanza. Mzee, unajua koti zako zinakuwaga nzito. Angalia kwanza. Punguza uzito kwanza. Angalia mifuko. Katoa vitu vingine. Nikamvalisha. I'm the one who put my coat on him.
Ni mimi mwenyewe nilimvalisha koti, sikumwambia jisaidie. No, the small katamba he had, Ile kitambaa kidogo alikuwa nayo, he tied it on his waist. akafunga kwa kiuno. Then he put a coat on. Kisha akachukua koti Very yangu expensive jacket. Bwana ni koti. My Koti ya jackets, mzee ni my koti. jackets are very expensive. Koti zangu bwana unanunua. And I'm passing Kisumu. Nami napita Kisumu sasa. A young shining man. Kisha kijana mmoja ambaye amevalia vizuri sana. Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu. Haya. Ndio wewe, ndio. Very well dressed young man. Kijana amejivalia vinadhifu sana. He was so surprised. Akashangazwa sana. Don't you remember me? Kwani unikumbuki? No, I don't think I met you. Nimewahi kutana na wewe. Do you remember the young man whose body was covered with a jacket? Je, unakumbuka yule kijana ambaye ulifunika uchi wake na koti lako? I have a meeting now. I'm going to my crusade now. Mimi naenda kwa mkutano yangu sasa bwana. May God bless you. Mungu akubariki. I could not, my English got lost. Bwana, Kiingereza ambayo nilifunzwa ikapotea. I was so scared. Nilishtuka sana. Why? Kwa nini? Because that one act a few years back Maana huyo ilikuwa kwa ni miaka michache tu iliyopita. turned a man into an evangelist. Kisha amefanyika kuwa mwinjilisti. Hallelujah. How will God stop from blessing me? Basi Mungu atakosaje kunibariki He mimi? will bless me. Si atanibariki tu. He will not leave me and go to look for somebody on the mountain Hata niacha aende kutafuta mtu ambaye anaporomosha who is on a mountain praying, ambaye yuko kwa milima akiporomosha maombi. then bless him Ati ambariki mtu wa mlima and leave me down here. na mimi aniache hapa Now chini. he will bless me. Atanibariki. Amen. I'm telling you this. Mimi nawaambia mambo haya His word will never come back to him void. kwamba neno lake wala halimrudii tupu. So hear this. Basi sikiliza, From today, toka leo you hii have heard before, kama umesikia but mbele, make this day a remarkable day. fanya hii kuwa siku ya alama muhimu. The Lord shall increase you Kwamba more and Bwana more. atakuzidisha zaidi na zaidi. In many ways, in many ways, in many ways, Katika njia nyingi He will increase you more and more. atakuzidisha zaidi na zaidi. Your joy will be immeasurable. Furaha yako haitaweza Your kupimika. peace will be threatening. Amani yako itatisha. You will have money in the pocket Utakuwa na pesa mifukoni and you are not hungry. na wala hautaona njaa bure bure. You will have money in the pocket Utakuwa na pesa and mfukoni you will feel well dressed even if your dress was second hand. na utajisikia umevaa vizuri hata kama ulitoa kikomba. Why? Kwa nini? Because the man inside, Maana yule mtu wa the human ndani, inside, yule mtu wa ndani has been taken care of. huyo ameshazidishwa. Hallelujah. He will increase you in peace. Atakuzidisha kwa maeneo ya amani. Peace Amani that can't be bought in any supermarket. isiyoweza kununuliwa kutoka kwa duka yoyote ya jumla. Peace Amani that rich people can't get. ambayo matajiri wala hawawezi kuipata. Peace Amani that kings can't get. ambao wafalme hawawezi kupata. Peace Amani that can't be bought anywhere. ambayo haiwezi kununuliwa popote. The Bible calls it peace that passes all understanding. Biblia inaitaja kuwa amani ambayo inakiuka ufahamu wote. Let me tell you what Jesus told them. Hebu nikwambie Yesu aliwaambia nini? My peace Amani yangu I give unto you. na wapeni ninyi. My peace. Amani yangu. He didn't pray for them to get peace from heaven. Hakuwaombea ati amani ishuke kutoka He mbinguni. gave them his peace. Aliwapa amani yake mwenyewe. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Let this mind be in you Basi hii nia iwe ndani yenu. that was in Christ Jesus. Ndiyo nia iliyokuwa ndani ya And Kristo. because his mind was peaceful Na kwa sababu nia yake ilikuwa ni amani, within the corona period, hata wakati huu wa homa ya our korona, minds will stay peaceful. nia zetu zitadumu na amani. In time of big need nationally, big needs nationally, Kuna mahitaji makubwa katika taifa letu, our minds will be peaceful. lakini hata hivyo nia zetu zitakuwa zimejawa na amani. Asante Bwana When Yesu. women are becoming prostitutes Wakati wanawake wanabadilika kuwa makahaba to exist, ili
our women will be saintly. wanawake wetu wataishi watu watakatifu. When men are got to steal, Wakati wanaume wanaenda kuiba, young men will look for work and they will sweat. vijana watatafuta kazi mahali watalipwa kwa jasho lao, Because they have been filled with a peace that passes all kwa understanding. sababu wamejazwa na amani ambayo inakiuka fahamu zote. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Atukuzwe Mwokozi. Hallelujah. Open now Sasa basi fungua the New Testament, Agano Jipya, the book of Colossians, kitabu cha Wakolosai, chapter 1. sura yake ni ya kwanza. Colossians 1. Wakolosai sura yake ya kwanza. Here we must have knowledge. Hapa yatubidi kuwa na maarifa. Chapter 1 of Colossians. Sura ya kwanza kitabu cha Wakolosai. Paul is writing to the believers in Colossae. Ni Paulo anawaandikia Wakolosai barua. Verse 9. Mstari wake wa 9. For this reason we also, Kwa sababu hiyo sisi nasi since the day we heard of it, tangu ile siku tuliposikia, since we heard things concerning you, tangu tuliposikia habari zenu, we do not cease to pray for you. hatuachi kufanya maombi. That's where I come in. Hapo ndipo ninapoingilia. I pray for you always. Mimi nawaombea daima. Amina. The apostles pray for those they lead. Mitume ni desturi yao kuwaombea wale walio chini yao. They stand between God and the saints. Wao husimama katikati ya Mungu na wale watakatifu. And to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom, Na kufanya dui kwa ajili yenu ili mjazwe maarifa na mapenzi yake katika hekima yote and spiritual understanding. na ufahamu wa rohoni. Verse 10. Mstari wa 10. That you may walk worthy of the Lord, Ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana, fully pleasing him, mkimpendeza kabisa, being fruitful in every good work, mkizaa matunda kwa kila kazi njema, and increasing in the knowledge of God. na kuzidi Aha. katika maarifa ya Mungu. Aha. Ndio, kuzidi And increasing na kuzidi in the knowledge of God. katika maarifa ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Katika kumjua Mungu. Kumjua Mungu And increase in the knowledge of God. na katika kumjua Mungu, And you will never increase until you don't need it anymore. na hauwezi kuzidi mpaka ufike mahali ambapo hauhitaji The zaidi. more you increase, the more you discover you need more. Jinsi unavyoongezeka ndivyo unagundua kwamba unahitaji kuongezwa hata zaidi, And the more blessed you are. na ndivyo unakuwa mbarikiwa zaidi. Here we are told God will increase you Hapa tunaambiwa kwamba Mungu atakuzidisha more and more. zaidi na zaidi, You and your children. wewe na watoto wako. Here we are told Hapa tunaambiwa we will be increased with knowledge of him. tutazidishwa kwa kumjua Mungu. Aha. Ndio, With the knowledge of him. kwa kumjua Mungu. Hallelujah. Haleluya, Knowledge of him. kumjua Mungu. Praise the Lord. Amina. Knowledge of God. Tutazidishwa kwa kumjua Mungu. Here we are. Sisi ndio hawa. We think Sisi hufikiria if we go to a place in Ukambani called Katoloni kwamba tukienda Katoloni mahali pa or Ngong to pray, ama tuende mlima ya we shall come back kufanya spiritual. maombi. Tukirudi tunarudi na nguvu. That's a Kenya way of life. Hiyo ni maisha ya Kenya. But let me show you the Bible way, heaven's way. Wacha nikuonyeshe njia ya Biblia. To us, Kwetu sisi it's a father to son. ni uhusiano kati ya baba na mwanake. Who speaks first? Kati ya baba na mtoto ni nani anaongeaga maneno ya kwanza? Hapana ogopa. Sema. When you what you confess becomes you. Sema. Baba. Ni nani anaanza kusema, ni mtoto au ni baba? Baba. Mtoto asemi, baba simama hapa nakuja. Baba anasimama kuja. Na mtoto hajui kutembea. Lakini baba anasema fanya nini? Kuja. And the object of life is that baba there. Na unajua
yote ya kuleta maana maishani kwa huyu mtoto ni baba. And that boy, that baby gets spiritual strength, amazing strength. Mzee tupeleke pole pole. Yeah. Huyo mtoto akishaambiwa kuja, Hiyo imekamata uchengi, ajabu kiroho huyu mtoto anapata nguvu ya kiroho ya kwenda kwa baba yake. Come. Ya kuja. And the baby says, Father said, come. Na mtoto anajiambia, baba ndiye ameniambia niende. He stands. Basi mtoto anasimama. He falls. Anaanguka. He hears, come. Anasikia kuja tena. He stands again. Anasimama tena. Walks one step. Anapiga hatua moja. He falls. Anaanguka. He stands again. Anasimama tena. He is hearing, come. Anasikia Come. kuja. Hallelujah! Nguvu ni ya kiroho. But the preachers tell you, Lakini mhubiri anakuambia, omba. fanya maombi. Enda mlimani. Funga sana. Mahoya. Maombi mengi. Enda mlimani. Fanya maombi. You go there to pray without knowing what you are praying for. Unaenda kwa hiyo mlima, unaomba na ujui nini unaombea. Bora tu unaomba kwa mlima. Listen to the Father. Msikilize baba kwanza. Listen to the Father. Msikilize baba kwanza. The Father says, come. Baba anasema njoo. That baby will stand and walk. Bwana, huyo mtoto atasimama na atatembea. He does not need A, B, C, D on walking lessons. Hahitaji kupelekwa darasa ya watoto wanaotaka kutembea. No. Hapana. That's why we don't give you 5 steps to strong life in Christ. Ndio hapa hatuwasumbui kuambia ukitaka kuishi maisha ya nguvu kwa Kristo, fanya hivi na hivi. There are no 5 steps. Hakuna njia ya kufanya. I am in him. Mimi niko ndani yake tayari. I'm in him. Niko ndani yake tayari. I'm not walking Mimi outside of him. sitembei nje yake. I'm in him. Mimi niko ndani ya Yesu. Christ in me. Kristo aliye ndani yake. I in him. Mimi ndani yake. The hope of glory. Yeye ndiye tumaini la utukufu. He said, you shall live by my life. Akasema uhai wako ni wangu. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Paul says, Paulo anasema hivi. I have reached a position Nimefika mahali fulani maisha. where I no longer live. Mahali ambapo si mimi tena niishie. The life I now live Maisha nilionayo sasa is not mine. si yangu It mwenyewe. is Christ who lives in me. Kristo mwenyewe anaishi ndani yangu. Because of that, Kwa sababu ya hivi I can do all things naweza kufanya through Christ who mambo strengthens me. kupitia huyu Kristo ambaye ananitia nguvu. Hallelujah. Hallelujah. You young people, Vijana, don't be afraid. wacheni uoga. Don't listen to television too much. Msisikie TV sana. They will help you to fail. Hiyo mambo unasikia kwa TV itakufanya uwe tayari Listen kuanguka. to the Bible more. Sikiliza Biblia zaidi. Hallelujah. I listened to it at the age of 17. Mimi nilisikia kuanzia miaka 17. Today I'm leading worldwide. Leo hii naongoza duniani, naongoza Bwana pembe zote. Not at the age of 25, Sio kwa umri wa miaka 25. the age of 17. Nilianza kwa miaka 17. And I was a primary 6 failure. Na mtihani ya darasa ya 6 nilikuwa nimeanguka. Kuanguka. Kushindwa. I couldn't go to Form 1. Singeenda kwa kidato cha kwanza. Because arithmetic, instead of writing 8, I wrote 5. Kwa sababu ya hii hesabu ilikuwa yatulemea wengi sana. But when I found the Bible, Lakini mwishowe nilipopata Biblia and I found the eternal word, na nikapata neno la uzima la milele, even those of us who are born fools, hata wale kati yetu tuliozaliwa pumbavu, the Bible says, Biblia inasema there is a highway. kuna njia You will kuu walk in it. utatembea juu Even yake. if you are a fool. Na hata ukiwa pumbavu. Aha. Hallelujah. Yeah. Hapa hatupotei Bwana. Let me boast like Paul. Wacha nijigambe kidogo Bwana kama Paulo hapa. Among the 100 best preachers in the world, Kati ya wahubiri bora zaidi you will 100 duniani. find your pastor Joe Kayo written there. Utampata mchungaji wako yuko miongoni mwa hao 100. I have authored some of the best books, Nimeandika vitabu bora zaidi, magazines, majarida. book recs. Those books, when you read them,
ukizisoma hizo vitabu you discover it's original. unagundua hii na kuongelesha. I'm not quoting what I heard from America. Mimi sinukuu kile ambacho Wamarekani walisema mbeleni. Hapana. Directly from heaven. Ninasema moja kwa moja kutoka mbinguni. Concerning you. Kuhusu wewe mwenyewe. Amina. You'll be surprised. Utashangazwa. When I wrote The Lion Has Prevailed. Nilipoandika habari za simba ni mshindi. I asked when the Maasais. Niliwauliza hata Wamasai. To learn the character of a lion. Ili nipate kujua simba huwa na tabia aina gani. Because the lion of the tribe of Judah. Kwa sababu ya simba wa kabila la Yuda. I want to know why this animal? Why? Ni kwa nini simba tu ndiye akachaguliwa? That Jesus is liking himself. Kwamba Yesu anafananishwa na simba. And I discovered lion fears nobody. Nikagundua kwamba simba hamhofu yeyote. Put a gun against him. Muinulie bunduki. He will never turn his back on you and walk away. Hata kutoroka wewe bwana. No. Hapana. He will come straight. Hiyo bunduki itakuwa inaonyesha akukamate wewe na bunduki yako. It's like he's committing suicide. Ni kama wewe uliamua kwenda kujiua. Do you hear me? Umenisikia? And I read in this book of the lions. Na nikasoma kwa hii Biblia kuhusu simba. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope. Fear not. Usiogope tabia ya simba. Hallelujah. Although it's not the largest. Japo kuwa simba sio yule mkubwa zaidi porini. When he roars. Anaponguruma bwana. A fully grown up. Bwana. Simba ambaye amekomaa. When he roars. Akinguruma. Other things like hippos. Bwana vitu vingine hata kiboko. They lose the way. Nafikiria kiboko ni mnene. They turn around and run the opposite. Anapotea njia, anachanganyikiwa, anaanza kukimbia mahali pengine. Elephants want to hide. Ndovu wanataka kujificha because the king has roared. Kwa sababu simba wa porini amenguruma. Did you hear? Umenisikia? Because the king has roared. Kwa sababu mfalme amenguruma. And the lion of the tribe of Judah. Na simba huyu wa kabila la Yuda. Jesus. Huyu Yesu. Jesus. Huyu Yesu. Jesus. Huyu Yesu. When he spoke, alipozungumza, nature listened. Asilia ikamtegea sikio. Saints, watakatifu, I pray for you that you will be filled with the knowledge of God. Ninaombea kwamba mkajazwe kwa kumjua Mungu. Until you know the difference between a dream and him speaking. Kiasi ya kwamba utaweza kutofautisha hizo ndoto zako na Mungu mwenyewe akizungumza. You say you are dreaming, it is God who was speaking. Nasema ulikuwa unaota lakini Mungu ndiye alikuwa anazungumza. One time, wakati mmoja, the Lord spoke to me. Bwana akanizungumzia. He said, drive your car. Akasema endesha gari lako to town. Uende mjini. Very early in the morning. Asubuhi mapema. I show you where to stop. Nitakuonyesha mahali utasimama. Don't tell me if I heard the voice in English or in Kigusi. Usiniulize kama Mungu aliongea Kiingereza ama aliongea lugha ya nyumbani. It is somewhere there. Iko tu mahali hapo. Lakini kuongea aliongea. Sio lugha, ni kuongea aliongea. I woke up and left my wife asleep. Nikaamka nikamwacha mama kilala. I drove. Nikaendesha gari langu. To city very early in the morning. Nikaenda mjini mapema sana asubuhi. Very early. Mapema sana. And he said, go to the left, turn right, park there. Geuka kushoto, kulia, simama pale. Park there. Egesha gari pale. I parked. Nikaegesha. Then the Lord said, wait, come out. Kisha Bwana akaniambia chomoka kwa gari. Walk to that bank, Barclays Bank. Tembea, nenda kwa ile benki inaitwa Barclays. That one. Hiyo. I obeyed, I locked. Nikatii na kutoka kuelekea kule. And it was not yet open. Haikuwa imefunguliwa bado. So I waited. Nikasubiri hapo nje. It opened. Na unajua mwisho ilifunguliwa. I walked inside. Nikaingia ndani ya benki with the others. Pamoja na wengine. The Holy Spirit said, line up. Roho Mtakatifu akaniambia tunga foleni. I lined up. Nikatunga foleni. I was the second one. Nilikuwa wa pili sasa. As the man got his money, huyu
Huyu jamaa alipochomoa pesa zake, the Holy Spirit said, Roho Mtakatifu akaniambia, come out of it. toka kwa foleni sasa. Stand there. Simama kando. I stood there. Nikasimama kando. Another man was behind me. Kumbe kuna mtu mwingine alikuwa nyuma yangu. Christian. Mkristo. And the Holy Spirit said, Na Roho Mtakatifu akaniambia, stand there. Simama hapo kando. I said, Nikasema, Lord, what do you want me to say? Bwana unataka niseme nini? He said, tell him to give you my tithe. Bwana akaniambia muambie akupatie fungu langu la 10. I don't even know his name. Hata simjui Bwana. I said, excuse me. Ambia, Oh, Joe? mzee ni wewe. Oh, you are here too? I said, yeah. Hata wewe umekuja kwa benki Hata Oh, yeah. umekuja. Bring God's tithe. Kamwambia leta fungu la 10 la Mungu. I said, oh, I've not given it for 3 months. Umejuaje sijatoa kwa miezi 3? God did not tell me it is 3 months. Acha Mungu akuniambia mambo ya miezi 3. His tithe. Mungu alisema tu yote tu ni fungu lake la 10. I thought it was 1 month. Mimi nilidhani fungu la 10 I la got mwezi mmoja. 3. Nikapata ya miezi 3. Put there, I said, bye bye. Nikaweka kwa mfuko nikamwambia kwa heri. And that man Na huyo mwanamume had been in my meetings. alikuwa amehudhuria He had heard me preach nothing is impossible. na akanisikia nikihubiri kwamba hakuna lolote He lisilowezekana. was engaged to a girl called Mary. Alikuwa ndiye amemposa msichana anaitwa Mariamu. Her father had refused. Na baba ya Mariamu alikuwa amekataa. Because the boy comes from a very poor home. Kwa sababu huyu kijana naye akatoka kwa jamii ambayo ni maskini. And from then on, Natoka pale kuendelea. that old man back home then in Kisii, Yule mzee kule Kisii, I tell you this, nakwambia, he said, go and look for that boy in Nairobi. akamwambia huyo msichana, nenda umtafute huyo kijana Nairobi. Bring him. Ukamlete. He was taken back to Kisii. Akapelekwa kwa mzee kule Kisii. He was told, Akaambiwa, go. toka bwana. Toka hapa. Tokeni. Kwenda. Tokeni mwende. Go do your weddings there. Nendeni mkafanyie hizo harusi zenyu huko. Get married. You go. I don't want your Hata dowry. sitaki hata ulipe mahari. Toka bwana. Think of it. Hebu fikiria. He came to the meetings. Akakuja kwa mikutano yangu. And I was preaching. Na nilikuwa nahubiri. In the middle of it, Katikati ya mahubiri. I said, stand. Nikasema simama. He stood. Akasimama. Mary, stand. Nikamwambia Mary simama. He stood. She stood. Simama. Come forward, 2 of you. Njooni mbele nyinyi. They came. Wakaja. I got hold of their hands. Nikashika mikono yao. I said, by the authority given to me by the government of Kenya, Nikasema kwa mamlaka ambayo nimepewa na serikali ya Kenya to be a wedding officer, kuwa msimamizi wa ndoa. I now pronounce you husband and wife. Sasa nakutangaza mume wa huyu mke wako. And I said, amen. Kisha nikasema amina. You come take the certificate later. Nikamwambia hiyo cheti ya harusi mnaweza chukua baadaye. Go home. Nendeni nyumbani. Hallelujah. Brethren, Ndugu zangu, I am a living miracle here. mimi ni muujiza ulio hai hapa. Things that have happened to me Vitu vimenifanyikia mimi are beyond human head. ambazo zinashinda fahamu zangu. A thing like that. Jambo kama hilo. Think of it. Hebu fikiria. Like coming out of the car and walking, and then a voice tells me, turn right, turn left. Yaani kwa akili zako sauti inakuambia toka ndani ya gari, ingia kushoto, kulia. And this Mzungu stops. Na huyo mzungu anasimama. Joe, you know they call me Joe. Joe. Ananiita vile wa Marekani wananiita. I said, yes, Nikamwambia unaniita? a missionary. He Missionary. said, for 3 days I've not slept. Kaniambia sijalala siku 3. I'm looking for you. Nimekuwa nikikutafuta. Okay, bwana namna gani? I thought he was taking me to a meeting. Nikadhani ananipeleka kuhubiri. He opened this jacket and gave me money. Akafungua koti lake akanipa pesa. Those days 1,000 was like a million. Siku hizo bwana mtu akupatie 1,000. He gave me 5,000. Ilikuwa kama 5,000. I didn't even thank him. Hata sikumshukuru. Before I thanked him, he was gone. Kabla ya kumshukuru alikuwa ameenda. Okay. Kuzidishwa sasa. That is increase. Huko ndiko kuzidishwa. Hallelujah. Hello? Mwanisikia? That is increase. Huko ni kuzidishwa. In other words, Kwa maneno mengine, I am teaching you what I have gone through myself. mimi nakufundisha iliyo maisha yangu mimi. It can be done. Inawezekana kwako.
I didn't say I was a more prayer warrior than you. No. Sikusema mimi nilikuwa kwa shujaa wa maombi. I was there given to God's will. Nilikuwa tu nimejitolea. Give yourself to God's will. Kutendeke maishani. Give yourself to God's will. Wewe jitoe kwa mapenzi ya Mungu kutendeka maishani. He will increase you more and more. Na Mungu atakuzidisha zaidi na hata zaidi. More and more. Atakuzidisha zaidi na zaidi. Hallelujah. Hallelujah. I know you want me to tell you money will increase. Najua nataka nikwambie pesa zako zitazidishwa. How about God decreasing your needs? Je, na Mungu wewe unaongoja pesa zizidishwe? Na je Mungu akipunguza so that your money remains. Ili ile pesa ulionayo ubaki nayo. How about that? Je, hiyo nayo? How about that? Je, mbona sio? Come on, grow up. Bwana koma. Grow up. Koma. Praise Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Ndiyo Yesu. Hallelujah. I have prayed that you may increase. Nimeomba kwamba uzidi zaidi. Like Paul prayed for the Colossians. Kama vile Paulo alivyowaombea wa Kolosai. And since I am your Paul, na kwa sababu mimi ndimi Paulo hapa, God's will is done. Mapenzi ya Mungu yametendeka. You are now from here. Kutoka hapa leo, you will discover you are not the same. Utagundua wewe sio yule mtu tena. From here, toka leo, you will discover you are not the same. Utagundua kwamba umebadilika, wewe sio yule. Hello. Wanisikia? From here, utagundua toka you will hapa, discover you are no longer explosive. Kwamba wewe sio yule wa kulipuka kwa asili. You are calm, cool. Umetulia, umepoa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. One woman found me in Westlands. Mama moja akakutana nami kule maeneo ya Westlands. She was one of those who was driving a big car those days. Alikuwa mmoja wapo wale watu ambao walikuwa wanaendesha magari makubwa. And she pulled me out of there. Akaniita kutoka pale. She told me, akaniambia, what did you do with my husband? Mume wangu ulimfanyia nini? Are you not Kayo? Yes, I am. Akamwambia, si ni wewe mzee? Ndio. What did you do with my husband? Ulimfanyia mume wangu nini? I said, I speak to so many people. Which one? Akamwambia, mimi huzungumza na watu wengi, sijui mume wako ni yupi. He was a cruel one. Akaniambia, mume wangu bwana alikuwa kusumbua. He used to hide his wallet. Kibeti chake cha pesa nilikuwa sioni. He used to leave it in the garage. Alikuwa anaiacha mahali ambapo ameegesha gari. With the car. Anaiacha huko, inabaki kwa gari na kifunguo ya gari yende iko nayo. And we could not sleep until he quarrels first. Na kabla ya kulala lazima tupatie dawa dosage ya kulala ya Now I'm wondering what you gave him. Sasa mimi nashangaa nini mbaya, maana hagombani na waleti yake naona. He's saying hallelujah, hallelujah, hallelujah. Na alafu anashinda akisema hallelujah. And I'm told Kayo is a madman with hallelujah. Na naambiwa mzee ndio hallelujah. My husband is in your madness. Kwa hivyo mume wangu amekuwa na ugonjwa kama yako. I told her if you can benefit from that madness. Nikamwambia hiyo wazimu kama inaweza kukusaidia. Why don't you just allow him to do it more? Ni kwa nini usimruhusu aendelee na hiyo wazimu zaidi? You will increase. Utazidishwa. You will increase. Utazidishwa. Hallelujah. You will increase. Utazidishwa. Praise the Lord. Hallelujah. These days, siku hizi bwana, he says take all you can take. Anasema chukua yote ambayo waweza kubeba. He leaves his jacket there. Anaacha koti lake bado. Take all you need. Anasema chukua yote ambayo waweza kuchukua. And leave my wallet back. Na uache tu kibeti changu ndio niweke. Kayo, I am rich now. Anasema sasa mimi ni tajiri. You made my